بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea katika surati Yasin na katika aya ya 8 tulisoma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. alafu ikafuatia aya 9 وجعلنا من بين أيديهم سدا. إنا جعلنا وجعلنا يعني kama kwamba موضوع ni moja, yanaendelea موضوع hapa sisi tumejalia na tukajalia. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. Atukaeleza kwamba yule ambaye ameshachagua kupita njia ya kufuru baada ya onyo la kuendelea, akaamua kwamba hataki kufuata maamrisho ya Allah, akaendelea kwa kupenda dunia kwake na kwa kuendekeza matamanio yake kwamba sifuate njia ya haki na alhali anajua kama njia ya haki, basi sisi tukamfanyia wepesi njia yake, tukamfanyia wepesi njia yake kwa kumzuia kabisa ile hidayah asipate. Na kama ilivyokuja najalna fi a'naqihim, tumewekea makongwa katika shingo zao, aghlal aghlalan. Na kuna katika maneno yaliyotumika kuhusu vitu vya kufunga makafiri siku hiyo, imetumika neno aghlala na atadna likafirina salasila wa aghlala, minyororo na makongwa zile ambazo watu shingoni pamoja na kufungwa mikono juu, hizo ni aghlal. Alafu wasalasil khudhu faghlu thumma jahima salu thumma fi silsila. Silsila nini? Silsila bimaana minyororo. Salasil minyororo, si salasil wingi wake minyororo mingi. Alafu kule kuna aya nyingine wa maqami'u min hadid, kwa pingu iko nini, makomeo, wanakomewa mikono yao, maqami'. makomeo Kiswahili zile Kiarabu maqami' ndio kwa min hadid, inaweza kulipingu. Kwa hivyo vitu ambavyo vinatumika jahannam, katika moto, kwanza utafungwa shingo zako. Kwa nini? Kwa aghlala. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, hizi aghlala zinafungwa katika shingo pamoja na nini, na kufungwa na mikono yao. Fahia, wakasema basi mikono yao hii hapa tadulu ala al-yadayn, hiya ila al-adqan, ikiwa hizo aghlal zenyewe mpaka kwenye shingo, na aghlal hazitumiki kwa ajili ya shingo tu, ile pamoja na mikono. Kwa hivyo wengine wakachukulia kwamba fahia basi mikono yao iko ila al-adqan. Na Sayyidina Ali kama mtu wa fasiri anasema kwamba ameonesha namna gani itakavyokuwa hii picha, kwamba mikono iko katika shingo, mikono yenyewe ndio imefanya na kichwa kende juu pamoja na aghlal zenyewe makubwa, alafu ikawa kichwa kiko juu, haioni njia mbele tutakwenda. Hapa ukichukua pamoja fa muqmahun na muqmahun, wanasema bimaana nini? Kwa shingo zao ziko juu, macho yao, kichwa chao kinatazama juu, muqmahun.
hata wanasema muqmahun imetumika kutokana min al-ibil, wanasema qimah, kuangamia. Qimah maana nini? Anasema anapokuja katika maji ya baridi akatia mdomo wake akaona maji ya baridi, subhanallah, hata mnyama anajua haya maji ya baridi, basi huinua kichwa chake juu mbio akakimbia sivyo. Ile inaitwa qimah min al-ibil, kilo kuinua kichwa. Al-ibil taqmah al-ibil, anainua kichwa. Kwa hivyo muqmahun vichwa vao viko juu, na hii dalili ya kuonesha kwamba njia wanataka kwenda mbele yao hawezi kuona kwa sababu vichwa vao viko juu. Mwenyezi Mungu katika njia za kunini za kuwazuia sione haki kwa sababu washaikataa. Kwa hivyo ashamua Mwenyezi Mungu, خلاص tutamfanyia wepesi njia hiyo batili anataka kupita. Kwa hivyo kwanza tunamwinua vichwa vyake asione njia anakwenda mbele. La pili, macho yao wanafunika, au sio? Fa aghshaynahum, tukafunika na macho. Vichwa vinatazama juu, wakafunika na macho, na tukaweka vizuizi mbele na nyuma. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Sadd ni kizuizi, kitu cha kuzuia chochote. Sadd saddan wa min khalfihi saddan fa aghshaynahum, fa basi aghshaynahum, na tukamfunika macho yake, tukatia pazia macho yake asipate hata kuona. Njia zote za kuiona haki zishafungwa. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe haitaki haki, kapinga kwa kila njia. Alipokuwa kaikataa haki, na Mwenyezi Mungu anamfanyia wepesi kwamba haya, pita njia yako na sisi tutakusaidia katika kupita katika njia potofu. Khalas, kalla bal rana ala qulubihim, rana, nyoyo zao zishaziba kabisa na qulubihim. ومن خلفهم سد فاغشيناهم فهم لا يبصرون. لا يبصرون ni haoni. Kwani kwa sababu ya kufunikwa macho tu? La, kwa sababu ya kufunikwa macho na kwa sababu ya vichwa vao mahun vyatazama juu, haoni mbele yao, na pia kwa sababu nyingine kwamba mitiliwa sad mbele yao na nyuma yao. Saddan, naam, yani mja wangu anaikataa wito wangu, abdi yarfudhu nidai, indhari, anakataa kufata maonyo yangu, wito wangu, خلاص mimi ana usaiduhu fi kufrihi, nitamsaidia katika nini? Katika kufuru yake. Kwa hivyo yote yule anayemkufuru Mola wake, alladhi yakfur bi rabbih yakhtimu Allahu ala qalbihi, خلاص anafunga. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ndio inakuja hapa ndo ile pamoja, wa sawa'un alayhim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Aya 10 inaripiti kutokana na aya sura al-Baqara. Tumesema nini baada ya kusoma sifa za imani aya za mwanzo, alafu inasema kuhusu kafiri aya 2 tu, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim. Sio Mwenyezi Mungu ameshapiga mihuri, ameshaziba, shapigwa loki nyoyo zao, خلاص haingii imani tena, haingii hidayah tena. Ala samihina, na masikio ameshaziba, wasikii jambo la kheri, wakisikia wanapuuza, wanataka shari tu. Wewe kana watu wanapenda muziki, halafu fungua Qur'ani kidogo, utasikia kelele zao, au wanachukia. Hebu nataka kusikia muziki kutoka Qur'ani, Qur'ani kila mara, Qur'ani usiku mchana, usiku kusoma kwa sio wanapotoa hoja. Wacha tusikie muziki kidogo, tufurahishe nyoyo zetu, sio wanaposema. Kwa hivyo خلاص, wala samhi mshapigwa hivyo, hataki kusikia Qur'ani, wanaona kama wanachukizwa hata kusikia Mwenyezi Mungu. وعلى أبصارهم غشاوة فأغشيناهم, يعني pazia au kuzibo kwa macho yao inatumika neno ghishawa. Faaghshaynahum, hata unaje kutaja nini macho tena, wala absarihim ghishawa. Kwa hivyo ghishawa kama pazia, ukitia kitu kunafunika cha ndani akioni nje na nje akiona, sio? Kwa hivyo unaposema wala absarihim, na katika macho wala katika kuona kwao, albasar kuona, sio? Dhana za kuona ni macho.
Kwa hivyo hapa albasar ma'a alghishawa kuna pamoja, wa ala absarihim ghishawatun fahum la yu'minun. Hapa akasema faghshaynahum fahum la yabsirun, ile maana sio. Kwa hivyo ukitazama katika al-Baqara mwanzo na ukitazama aya hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba hapa kawekea vikwazo. Taib, nini sad ma'a al-ghashya, kufunikwa macho na kuwekwa vizuizi na shingo kuinuliwa juu asione kabisa mbele njia yako unaoendea mpaka wafe, au sivyo? Haya, kila njia za kuzuia huyu kafiri alikishamua atakakufu, na Mwenyezi Mungu a'lam min al-azal, toke hata kabla katika lauhi mahfudh kwamba mtu huyu atakufa kafiri na hatoamini hata kwa njia yote, kama walivyosema walimsingizia Umar Khattab wakasema nini, yule amini, yule hata akiamini punda wake labda naye ataamini. Maana jinsi walivyosema, na baada ya muda ule hajapita muda akaslimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua mtu wetu kwa sababu na dua ya Mtume sallallahu Allahumma yani qawi al-iman ala ahad al-umrayn, qawi al-islam, nguvu islamu, a'izza al-islam ala ahad al-umrayn, itukuze Uislamu kwa moja umra wawili, kwa sababu umra wawili, moja Amr ibn Hisham Abu Jahil na pili Umar ibn Khattab, na Mwenyezi Mungu akakhtiar kumchagua Umar Khattab awe Muislamu akaslimu wakati. Kwa hivyo yule asiyetaka kuslimu anajulikana, Mwenyezi Mungu anamjua, kwa hivyo anamziba kabisa. Njia zote zilizotumika hapa, kuinuliwa shingo, kuto kutazama mbele na kuwekewa vizuizi huku na huku, wakasema kwamba sababu zote hizi kwa sababu nini? Kishaamua Mwenyezi Mungu basi afungiwe huyu. Kwa hivyo la al-kufru yatla'u minhu wala al-iman yadkhulu, katika nyoyo hizi kufur haitoki, baki ndani na imani haingii, خلاص, au sio? خلاص, njia ishafungwa, njia zote. طيب, halafu akasema طبعا aya 8 na 9, وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. Kichwa juu, mwendo wa kwenda mbele haupatikani, au sio? Kwa hivyo hawezi kuona mbele. Kwa hivyo hapa anakuwa yuko katika upotofu mpaka kufa kwake. Na Mwenyezi Mungu tabana akishamzibia mtu njia yake ikawa hataki la kutoa, hataki kutoa, anakuwa mbakhili, kama tunaona raita alladhi yukadhibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am miskin, anakuwa mgumu, ana khiari kuweka mali yake, la hatoi zaka wala hatoi sadaka wala kuajimizi kulisha maskini. خلاص, njia yake imshaziba. Na yule mwenye imani kila anachokipata nataka naye atoe, azitakase zile pesa, atoe sadaka, atoe, au sivyo? Kwa hivyo hapa ukitazama na Mwenyezi Mungu kama alivyotoa mfano katika aya nini, walladhina yakinizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale wenye kuweka tu, kulimbika tu dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, hawatoi katika njia ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema wacha walimbike tu, fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirie basi kuna adhabu kali umizayo. Siku gani? Yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam, wataunguziwa na hivyo vitu walivyoviweka kavilimbika, wataunguziwa na vitu hivyo hivyo katika moto wa jahannam. Fatukwa, wapashwe moto, waunguziwe, wabaniwe kwa yale biha bihadha adh-dhahab wal-fidda jibahuhum, nyuso zao, vipaji vyao, wa junubuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, migongo yao. Halafu waambiwe hadha ma kanastum li anfusikum, haya ndio mlioficha mkalimbika kwa ajili ya nafsi zenu. Fadhuku, onjeni sasa, ma kuntum taknizun, onjeni kwa yale mliokuwa kiaficha. خلاص, wakishafungwa njia hawataki kutoa sadaka, hawataki kutoa chochote, wanazuia. Na mali isiotolewa ni kwa mujibu hapa, kwa sababu yule mtu anakuja akamwomba, kitu cha mwanzo anakunja uso wake, ikisha anageuza uso, ikisha anampa ubavu. Kwa hivyo uso ulijibah ndio zunguzwa mwanzo, alafu akimpa ubavu ili nini, alafu ageuke nyuma ampe mgongo. Kwa hivyo wajunubu, mbavu zao, wa dhuhuru, na migongo yao, zote hizi zinaunguzwa kutokana na nini?
zile steps anazopita katika njia ya kumkimbia yule anayestahili kupewa. Subhanallah. Naam. طيب akasema aya hii طبعا hii aya sura at-tauba katika aya ya 34 35 hizi aya za nini alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda na ja'alna min bayni aydihim saddan na tumesema sad ni dams za kuzuia maji yasiende sio kizuizi chochote kile sad kama kusema Aswan dam sad Aswan sad Ma'rib dam ambayo ilipasuka sad ni kuzuia maji yakihifadhika na sad kuzuia kizuizi stop hapo hapo hamna ruhusa kukiuka upande wa pili. Kwa hivyo sad Mwenyezi Mungu amewafanya kwamba ni kitu cha kuzuia mana'ahum an yadhkuru Allah, imezuia au kumkumbuka Mwenyezi Mungu, amezuia wasione yale yanawasubiri min baina aidihim, mbele yao wasione kwamba tunapokufa kuna adhabu na kuna moto. Kishakufa mtu ndio kishakufa, hakuna kufufuliwa, hakuna kusimamishwa mbele ya haki, hakuna hesabu, hakuna moto, hakuna pepo, unadanganyana tu. Kwa hivyo خلاص hizi kizuizi hapa maana kwamba hawaoni la haki kwamba kuna kufufuliwa baina yadihim min khalfihim. Haoni vipi Mwenyezi Mungu waliowafanya wale wa karne zilizopita namna gani walivyoadhibishwa na ilhali mifano iko tele kama tunasema katika sura nini, katika sura Kabut, wa kullan akhadna aya 40 katika sura Ankabut tumesoma sura nyuma, fa kullan akhadna bi dhanbi, kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa madhambi zake na makosa yake. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, walopelekewa nini hao, kimbunga cha changarawe na mawe kanapiga hasiba. Wa minhum man akhadhathu as-sayha, wengine waliadhibisha ukawachukua ukelele tu moja wakaangamia. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, akina Qarun tukalimiza kwenye ardhi. Wa minhum man aghraqna, na wengine tukawafanya tukawazamisha akina Firaun. Wama kana Allahu liyadhlimahum, hajawa yote kufanya haya Mwenyezi Mungu kwa dhuluma, walakin kanu anfusahum yadhlimun, walikuwa wakidhulumu nafsi zao. Zote hizi hawazifikirii wala kuzingatia adhabu zilizopata watu wakali. Kwa hivyo wa min khalfihim saddan, kama kizuizi hata usikae wakisikia asatir awalin bwana visa watu wakale hawataki kufuata. Kwa hivyo hapa ndio ikaja aya hapa, wasawaun alaihim aandhartahum lam tunzirhum la yu'minun. Naam, la yu'minun ni mamoja kwao, sawaun alaihim aandhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. السوائية هذا السوائية هنا للكفار كما كافرين مmoja kwao, ni sawa kwao wapendar usiwape, lakini sio بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. رسول انذار الرسول لهم, kuwaonya kwa mtume صلى الله عليه وسلم watu hawa, maana yake nini? Maana yake kwamba saqatat lahum alhujja, hoja ya kwamba hajaja mtu itakuwa mshanguka, na kuja kwa mtume itakuwa ile mission waliopewa imekuwa accomplished, imeshatekelezwa, kazi kaifanya. Qum fa'anzir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Naam, kasimama kauli hii qum fa'anzir katekeleza kwa miaka 23 toka aya mwanzo iqra mpaka al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati ila akhir aya. Au aya nyingine walosema hii ndio aya mwisho kushuka, wengine wakasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakayorejea kwa Mwenyezi Mungu.
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, ikisha kila nafsi itapewa kwa kile kilichochuma, wa hum la yudhlamun wala tudhulumiwa. Kwa hivyo ikiwa aya hii ikiwa hii qum fa'anzir bimaana iqra ila wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah au al-yawma akmaltu lakum dinakum. Riwaya zinagongana, ipi kwa hii ya mwisho, hii ya mwisho, almuhimu zote ni aya za mwisho, sio? Kwa hivyo time zote hizi Mtume sallam ametekeleza. Kwa hivyo muhimu yake, kazi aliyopewa Mtume sallam ametekeleza, na anakuwa sawaun alaihim, sio alaika ya Muhammad alaihim kwa wao ni sasa. Ukiwapa indharu siwapi dha hawatuamini, fahum la yu'minun, lakini wewe lazima utekeleze ili iwe hujja, isiyo wakana hujja baada rusul, baada kuja mitume wakasema hatujie Mtume sallam. Kwa sababu kama katika aya ya 42 katika sura Fatir, hawa walisema kabla, wa aqsamu billahi jahda imanihim, waliapa kwa Mwenyezi Mungu jahda imani, juhudi kubwa katika imani zao, kwa ukomo wa imani zao au kwa ukomo wa kiapo chao, kwa kwao jahda imani. Wamesema nini? La in ja'ahum nadhirun, kama tawajia mwonyaji, la yakunanna ahda min ihda al-umam, ati watakuwa nini akija mwonyaji? La akunanna, bila shaka na kwa hakika, kwa taukidi wamesema kwamba watakuwa waongofu zaidi kuliko ihda al-umam, kuliko taifa lolote jingine. Wao watakuwa mstari wa mbele katika nini? Katika kufuata waonyaji. Alafu anasema Mwenyezi Mungu, falamma ja'ahum nadhir, walipojia mwonyaji, ma zadahum illa nufura, hakuwazidishia ila kuikimbia zaidi. Hawaitaki haki na kuikimbia na kuipiga vita na kutafutia sababu ya kukataa. Yote haya kwa sababu ni istikbaran fil ardh, kutakabar kwao katika ardhi, kwa jeuri zao katika ardhi, wa makru sayyi, na mbinu zao na vitimbi vyao viovu, lakini vitawarejea wenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli. Vitimbi viovu havimsibu ila mwenye aliyefanya vitimbi hivyo. Achimbaye kisima ataingia mwenyewe. Kwa hivyo hii aya 42 katika sura Fatir kabla ya Yasin inasema kwamba walitoa ahadi na hata hivyo hajafuata, wamekataa. Kwa hivyo yao kionya saonye hao uongo wamesema, lakini inapokuja kule kutoa haki wanakataa. Sawa alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, hawatoamini, hawatofuata. Na aya hii la yu'minun, Mwenyezi Mungu kwa hivyo akatupa picha ya kwamba adhabu kali tutasubiri, kwa sababu hataki kufuata hawa watakaofuata ambao ni qalil. Wa aktharuhum, wamesema kabla, aktharuhum laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, haki kauli kwamba wataingizwa katika moto kwa wengi wao. Kwa hiyo wako kidogo watakaoamini, hawa la yu'minun. Kwa hivyo wao kidogo watakaoamini yatakuwa katika ulimwengu, ukilinganisha na watu wote katika ulimwengu huu, basi wengi wao watakuwa wasioamini. Na kama tukisema kabla, ukilinganisha Uislamu na dini zote zisizokuwa za haki, dini zote zilizobakia, watu wale wanakuwa wengi zaidi kuliko Uislamu. Na hao katika Uislamu kuna wengine wale wapotea, hawajafuata njia ya Mwenyezi Mungu. Na hadha kabla msaka sema hadha sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, njia yangu naita watu kulingana natu kwa kufuata. Naam. Na akasema nini? Fuateni njia ya Mwenyezi Mungu, la tabi'i subul, msifuate njia mbalimbali mkafarikiana. Kwa hivyo hata wale Waislamu wengine kwa majina tu Waislamu, lakini Waislamu kwa mbali na Waislamu. Ikiwa huyu asema Muislamu na akasema na hawafungi Ramadhani, Waislamu gani? Ziko madhehebu hizo katika nchi za Kiarabu. Nenda Lebanon ukatazama, kuna Madursi
na kuna madhehebu chungu. Waislamu hawasali sala tano. Waislamu hawafungi. Waislamu hawafuati Qur'ani wala hakiamini. Haniambi Uislamu gani? Kwa jina la Uislamu lakini sio Uislamu. Kwa hivyo unakasema kitabu la yuminun ndio haamini. Kwa hivyo ukitazama Christianity na Judaism na Hinduism na hayuti madhehebu mamilioni kwa mamilioni ya watu. Ukilinganisha baina ya Uislamu na Kristo idadi gani? Almost za kurubiana. Dini moja tu ilikuwa sio Uislamu kwa mbali nyinginezo. Kwa hivyo zote ukikusanya ukichukua na hiyo Uislamu toa wale waliokuwa pia walifuata njia ya Mwenyezi Mungu. Wana hadha sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subul. Njia yangu imenyoka, ifuateni, msifuate njia mbalimbali. Sawa. Kwa hivyo wanaonywa wale waliokuwa Waislamu kwamba wafuate njia ya Mtume sallallahu kwa kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu. Sio. Kwa hivyo Uislamu unaweza kuona Qur'ani ukasema la Qur'ani iko nyingine bali. Zaidi. Ukiongeza kingine ukipunguza katika haya basi umeshakuwa umetoka katika mila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa inma tundhiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman, hakika wewe unampa maonyo akafuata onyo lako akafuata akamtii Mwenyezi Mungu. Inma tundhiru man ittaba'a adh-dhikra. Ni maana dhikra mwenye kufuata nini? Ukumbusho, au sio? Dhikra maana ukumbusho. Taib kitu gani ukumbusho cha mwanzo juu kabisa? Al-Qur'an Karim, asio mwenye kufuata Qur'an. Na Qur'an hiyo kaelezewa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo manitaba dhikra itampeleka lazima kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wa khashia si Allah yule Mungu wa rehema, wa khashia Rahman. Asio inma tunziru man ittaba dhikra wa khashia Rahman. Tena basi wa khashia Rahman sio بالمشهد بالغيب. Yule ambaye alifuata muonyo akamwogopa na kumcha Rahman mwingi wa rehema kwa ghaib, basi hao fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wabashirie, wape habari njema kwamba wao watapata maghfira, msamaha, wa ajrun karim, na watapata ujira mwema. Na kwingine amesema ajrun kabir, inadhina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum wa ijharu bih innahu alimun bidhati sudur, katika sabat tabaraka. Kwa hivyo hapa man khashiya arrahman bilghayb, tukasema kwamba hii alkhashya, man khashiya arrahman khashiya alghayb. نين معنى الخشية؟ الخشية بمعنى الخوف kuogopa, lakini basi kuna hofu na kuna hofu, shote tujue. Kuna khawfun bimahaba wa kuna khawfun bilkurh. Khawfun bimahaba, na hiyo ndio khashya hasa. Alkhawf ta'dhiman وتقديرا, kumadhimisha Mwenyezi Mungu na kumkadiria uwezo wake, utukufu wake, ukasema subhanaka ya Rabb, na ukaogopa ukafanya kila jema kwa ihsan kwa sababu ya kuogopa adhabu yake. Hiyo ndio maana hofu. Man khashiya Rahman bil ghaib, yuko baamuni. Na yote aliyosema madha imetaja Qur'ani ukayamini, jua kwamba huyaoni. Hiyo ndio maana yake khashia. Lakini hofu na unachukiwa, unaogopa kwa sababu ikifanya hivi atanichinja yule, atanitia katika adhabu, atanitia pingu, unaogopa kwa ajili na unachukia moyoni na kuna mlaani moyoni. Asio ile hofu, hii hofu, lakini khashia inakwenda na maana ta'dhima, taqdiran. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu unaomkadiria, na nataka Mwenyezi Mungu umkadirie kama ipasavyo kukadiriwa kwa utukufu wake. Na ukasema subhanallah. Tunaona aya ikisema ma qadarullah
haqqa qadrihi, hawajamkadiria Mwenyezi Mungu ipasavyo kadrio. Na alhali wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyama, ardhi yote kwa pamoja katika qabdha yake, katika mkamato wake, anafanya atakavyo kwa ardhi yote. Wasamawati zote hizi matwiyatun biyamini, zote zitakunjwa na kupugutishwa na kuraruliwa. Wasamawati matwiyatun biyamini, hapo utakuta subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu amtakasi. Kwa hivyo kwa maana Mwenyezi Mungu anajua huwezi kumkadiria upasabu kadiria, lakini kama unasema subhanaka ya Rabb, subhanallah, umemtakasa na kila sifa za binadamu, sifa za zote zisizokuwa za kiungu, ukasema subhanallah, Mwenyezi Mungu anayekubali kwako. Huna uwezo wa kujua nguvu zangu zote, una uwezo? Iko ardhi jami'an qabdatu yawm al-qiyamah, na samawati zote matwiyatu zitakunjwa ziondoshwe. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, siku zitabadilishwa ardhi na ardhi nyingine, na mbingu zitabadilishwa na mbingu nyingine. Haya, mchezo kun fayakun. Basi unaiona nguvu za Mwenyezi Mungu, huyaiona ila kwa subhanallah. Asio sema subhanaka ya Rabb, subhanallah. Hawajamwogopa Mwenyezi Mungu, hawajamtakdiran wa ta'dhiman, hamna khashya. Kwa hiyo man khashya arrahmana bilghaib, atakayemwogopa juu ya mkali wa kuadhibu, lakini najua rehema zako zitakuwa mbele, yani zitatangulia ghadhabu zako. Kwa hivyo hiyo ndio maana khashya, wa khashya arrahmana bilghaib. Basi hawa na hii bilghaib tutaelezea kidogo zaidi. Wa khashya arrahmana bilghaib, طبعا sema sisi alghaib ma ghaba anka, chochote kilichokuwa kimeghibu kwako mbele ya macho yako, mbele ya kwa hivyo hapa inakuwa wengine haamini kitu wasichokiona, au sio? Mimi kasi kioni bwana, akili yangu haikubali kuamini. Sahihi. Na wanaamini unaviona tu na kila vyote vyenye kuonekana vinaamini wanasema seeing is believing, kuona ndo kubelieve, au sio? Lakini sio kila vyote vyenye kuonekana una believe vitu ambavyo uvioni. Kama unavyosema katika waya, usiguse utakurusha, una umeme ndani. Rangi gani, ukubwa gani, uzito gani, unaweza kusema. Sasa mbona unaogopa ugusi? Unaona umeme huoni, sio? Ukimwambia mtu mwandazimu atakupiga kofi. Mimi mwandazimu, mimi na akili zangu, una akili zako ngapi? 20, 100, milioni. Ina uzito gani, ina rangi gani? Hajui, lakini anasema na akili. Kwa hivyo vitu vingine viko mbele yako, au sio? Na uwezi kuviamini, bali udhaifu wako ya binadamu, kama tulivyopiga mifano kabla. Mlango ule pale umefungwa na unasikia mgongo nje ya mlango, kong umegongwa kidogo, pale utakuja kila aina fikra, hujui kitu gani baina yenu. Basi ule wembamba wa mlango wembamba wa mlango na ile ushakuwa ghaiba anka mpaka ufungue mlango. Kwa hivyo baadhi alghaib inakuwa katika mashhad baada wakati, au sio? Ghaib kwa hivyo ziko za aina nyingine. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Alimul ghaib yeye Allah hamdhirishi ghaib yake yote ila man irtadha min rasul, ila yule aliyezikana katika mitume kwa wakati maalumu, kwa hoja ya kuthibitisha utume wake basi. Lakini ghaib yote kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuamini kama inasema Qur'ani, ghaibiyat yote zilizotajwa tuamini. Kwa hivyo huyo mtu anasimama kwenye mlango au kilichogonga nje, utakao ukifikiri mara 20. Mgongo umetoka kwa chini kwa juu, kwa chini labda mtoto mdogo, kwa juu mtu mzima. Mgongo umegongwa vipi? Kwa nguvu au kidogo, utasema wewe mtoto au mtu mzima, mwanamke au mwanamume. Unaweza kujua kweli? Kumbe kafungua mlango, kumbe kuna kitu, mtu karusha jiwe kagonga kwa mbali, au kagonga paka alikuwa pale nje mlango, amefungua. Vile unapoona ukweli wa mambo yale yote yaliyopita kichwani, kumbe sio, sio. Kwa hivyo hili moja, Mwenyezi Mungu ametuonesha utukufu wake katika kutuonesha vitu alivyoviumba vyote, makhluqatillah adillatun kafiya, dalili za kutosha za kujua utukufu wa Allah. Ikiwa ushajua kwa vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu na akakupa hoja mbalimbali juu ya kwamba advancement of science ilipofika, wakagundua yale aliyosema Mwenyezi Mungu kwa ni haki, ilikuwa wakubali.
wakubali kwamba hayo yote ya Mwenyezi Mungu yupo. Akasema mimi simwamini kwa sababu hayupo. Na tukasema kwamba si kila kitu ambacho nini hakipo mbele ya macho yako ukasema ukiamini. Na tukatoa mfano liko basi kubwa hapa. Unaliona unaamini kwamba ile basi ipo hapa, rangi yake manjano na magurudumu 8 au sio? Na dereva ndani imejaa watu. Tabile basi kaanza kwenda baada ya mita 100. Unaiona kama unavyoona hapa? Imekuwa nini? Ndogo. Na naamini kwamba basi ile iko mita 100. Mita 120 limezidi kuwa dogo, au sio? Imekwenda mita 150, basi imekuwa kama kidoto tu kikubwa. Ile kidoto tunaona. Sawa? Sahihi. Ikishapita baada ya mita 10 nyingine, unaiona tena? Ukiulizwa basi iko wapi? Ishakwenda, liko hapo mbele mita 130 40. Tabona uone na unaamini kwamba lipo. Kwa sababu kutokana na ile iliyodhihirisha mwanzo, baadaye ikawa iko katika ghaib, lakini ile dhahiri ile kwako inakufanya uamini kwamba ghaib ipo. Wakadhalika makhluqat ya Allah yote aliyoumba imekuwa ghaib kwa hivi sasa, ili kutizama kutokana na ghaib hii ikupeleke kwenye hakika ile ghaib hii dhahiri ile mbele yako, mashhad ikupeleke katika ghaibiyat nyingine uweze kuamini. Hii moja katika hoja Mwenyezi Mungu, dalili ya kutuonesha yote haya kwamba yupo yeye, kwa sababu visingekuwepo vitu vyote hivi vingekuwa nani muumbaji? Haviwezi kuwa vimekuja hivi unaona. Kwa hivyo hujjatun baligh, hoja za kutosha zimejaa, dalili zimejaa. Qur'ani imeeleza kila dalili anayotaka binadamu ya kujua utukufu wake na kuwepo kwake, na kwa hivyo adhabu yake. Kwa hivyo ghaibiyati mengi sana. Tuamini sisi kuna moto, kuna hisabu, kuna kufufuliwa, kuna pepo, kuna nini, kuna jannat, kuna hivi au sivyo? Lazima tuamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatupa dalili za kutosha za kuona utukufu wake. Kwa hivyo hakuna sababu kwa nini tusimwamini. Tusimama katika aya hii ya 11, tuelezea kidogo tena kabla tutakwenda aya nyingine. Inma tunziru man ittaba dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sadaqallahu al-azim. Hadha wallahu a'lam.